Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye lebo kuna mambo mawili au matatu. Sababu tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye lebo kwa sababu lebo haiwawezeshi. Simeelewa? Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu lebo haitimizi wajibu wake. Haiwawezeshi wasanii. Kwa sababu na kama asante ndugu yangu kama tumekubaliana hivi na hivi na hivi lakini ufanyike na hiki. Basi kabisa vitoke. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka kutoka wanatoka kwenye lebo kwa sababu ushafikia kwenye mafanikio makubwa, wanaona sasa ilipo kana lebo mimi nashukuru tumeishi vizuri, sasa mimi nataka nikaanzishe changu mimi mwenyewe. Sasa kati ya watu wote wawili na mikataba yote ya lebo ina haki ya mtu anayotaka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na jopo lake au na sheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, ni makubaliano yameingia. Kwa kama unahisi lebo ukutendee yake, chukua na sheria yako, nenda mahakamani au nenda BASATA, taratibu zifuatwe kulingana na watu tukubaliana hivi na hivi, lakini mkataba wafanye hivi. Kwa mimi natakiwa niachiwe hivi kwa sababu alishindwa kufanya hiki na hiki. Na wewe ambaye ushaona mafanikio makubwa, ushatengeneza fedha, pia una haki kita kutoka. Bwana tulikubaliana mimi nishapata mafanikio nitakutoka natakiwa nilipe hiki. Sasa nimefikisha hiki, naomba ni kilipe hichi, ili niweze kufanya kazi yangu pembeni tofauti. Unajua kwa bahati mbaya zamani, nitakwambia ukweli. Zamani hata nchi na walikuwa wanaongoza hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana wa kwenye muziki unafanyaje, kwenye in terms of watu wanaanza kufanya nini, akafikia wapi, akapata nini na nini na nini. Kwa hiyo ilikuwa kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika, lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Kumbuka nao wanalalamikiwa wanakuwa ni watu ambao majali, kwa sababu sikuelewi kwa lazima serikali au viongozi waone kama huyu anaonewa. Lakini tunaishukuru serikali na hii ni wapongeze sana kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nilitumika kama mfano bora wa kuzungumza nao na kuelewesha kama jamani biashara zetu zipo hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mtu kutoka kwenye hivi, kuna mtu kutoka kwenye hivi. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kwamba na nyinyi mnaangalia kwa utokaji huyu hapana mwenye haki ni wewe. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha hayo vizuri sana. Akai tu serikali upande mmoja eti kisa umekuja msanii na kutoka kwa utoke hapana. Sababu ukienda kama pale BASATA na especially kama Dr. Mapana nampongeza sana, ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki. Ni mtu ambaye anaelewa mikataba na biashara ya muziki. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, aidha kama msanii ana haki, msanii anapewa haki yake. Aidha kama lebo ina haki, lebo inapewa haki yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wakishaingia, aidha tunajua msanii unajua akitaka kusaini mara kwanza anakuwa yeye atakusaini tu. Si tusharudisha watu makibao pale. Takuja mtu anataka kusaini, mimi ni saini tu anambia kaita familia yako hata mzazi wako. Si pala sasa mpaka tunawarekodi kabisa saini tu. Mimi na nabii mkubwa yuko pembeni. Fulani nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma, nimeridhika na mwanasheria wao kwa pembeni. Ili baadaye mtu asiseme kama unajua hivyo kibinadamu. Lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara na zile kama lebo kimsingi na ukweli wanakuwa unajua mtu lake angeweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele. Lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki. Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia ana makosa anafanya afu msanii akitaka kutoka au akitaka kuleta bilingi amwona msanii ana tatizo hapana. Kwa sisi kama lebo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Na mimi nikiudi sasa sisi kama wanamuziki tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Ili inapofikia tu kama mkataba kila mtu anakuchukua njia yake, taratibu ifuate kama lebo anatakiwa kumlipa msanii au kama msanii atakulipa lebo, kila mtu ameshakesha vizuri. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe hilo. Na sisi kama wana muziki, lakini pia sisi kama lebo inapotokea bilingi, kila mtu anataka kuwa nje.
Unaelewa hivyo, kama anakuwa nje onekana, unajua hivyo kibinadamu, unajua kibinadamu, kama mtu anakuonekana yeye upande wake ndio kaona kama mtu ana mimi ndio niko sawa, mimi ndio niko sawa, mimi ndio niko sawa. Akihitimishwa yote BASATA, baada kutoka hapo anaenda kwenye kama mahakamani, wanamaliza pale pale. Kwa watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya BASATA wenyewe pamoja na mahakama kuona kama bana tumekubaliana katika hili. Diamond ni mwoga sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa muziki, na kupenda mifano kabisa. Kawaida ya muziki, mkataba, ile investment yako ukiiweka, unatakiwa kwanza urudishe investment yako, alafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara iko hivyo. Lakini Wasafi sawa. Yaani ilivyo kwanza. Labda nikuwekea watu wasichokijua. Mkataba yote ya dunia ilivyo. Sio tu kwanza kurudisha lakini. Unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimuziki. Cha kwanza ilivyo, let's say imeingia milioni kama. Inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwa. Kama ilikubaliana 50 chukua 50 yake. Alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio unaelewa kwa nini? Ndio naelekea huko. Hata hiyo unasemea kwamba wanataka wakate investment hiyo afanye alombaya wale wa Marekani. Sasa ndio maana nataka niweke ili mlipeleke vizuri, si ndio? Kwa unaingia mkataba makubaliano 50-50, si ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu. Mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anarudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yako, sio kwenye 50 yangu. Sio, umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani hivi. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje? Mkataba wa Wasafi ulivyo. Sawa? Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa iingie. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Msanii. Mbona unaongea pole pole? Msanii. Sio maana nzuri. Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond, mimi hii biashara unachofanya ni kazi kama NGO, ni bora ungeandika Wasafi NGO ya wasanii. Kwa sababu hakuna faida tunayopata wao. Kwa sababu leo anakuja msanii ana hit. Nyimbo anapata hela. Anaanza kuchukua hela, sisi tumekaa pale uongozi, tumumiza vichwa na apata pasenti 5 au pasenti 10. Yeye kachukua 40. Tumemtoa huko. Harudishi yoyote hapa. Sasa inakuwa ni alafu mtu anatoka hapo anaanza kulalamika. Sasa kuna msanii hapa Tanzania ameacha muziki kabisa. Alienda mtamtafuta wewe, mtamgoogle, mtamtafuta. Sitaji jina. Alienda kwenye level za nje. Akajua tunafanya hivi, akachukua hela. Baada ya kuchukua hela akaiona ni ya kwake. Kwenda kuinvest, akainvest kidogo, ingine katumia. Baada ya kutoa kila nyimbo, watu wanachukua hela zao. 18 kwa chukua. 18. Anachukua 18. Lebo inachukua 82. Lebo inachukua 82. Kaacha muziki, kaona bwana aache muziki kwa sababu hamna tena kuendelea. Sasa kwa hiyo natakiwa muelewe. Sisi tunapofanya kama Wasafi tunajaribu kukuza vipaji ili watu waende mbele. Hatutaki kumnyonya mtu wala labda niongeze. Matafati yani nadhani ukikaa na wasanii wao wenyewe wenye haki atazungumza. As Wasafi, as kama mimi Diamond, sitegemea msanii yote. Wao wenyewe wanajua nguvu ambayo wanaweka kwao. Wanajua mapenzi naweka kwao. Wanajua love naweka kwao. Wanajua energy, fedha nazoweka kwao. Tumi tu naona kama ni ukijana katoka hapa, chanimpushi, familia, love. Sasa wakati mwingine na Wasafi sikudanganya, kuna mtu nimemtoza hela. Unajua huyo kanivunjia damu. Naona kama wewe nimekufanyia hiki na hiki afu unanifanyia hivi. Nimekukosea wapi? Basi pata contract. Lakini watu wote ambao sikuishi nao, yani mtu ambao kwa sababu mimi mimi sitegemei hela ya wanamuziki wa leo. Wao wenyewe wanaelewa.
Katika income zangu haifikia hata 0.1, 0.5. Ila alipokuwa anaelewa mimi nachukua ndugu zangu, familia yangu. Yaani hii ni familia yangu. Ndio mtu akinikosea naumia na kweli. Au kila sawa. Na ndio maana unakuta mtu kama Mbosso, mimi sitaki nipata shilingi 10 ndugu wangu. Mbosso tumeishi vizuri sana. Sana, ana discipline na adabu, nampenda, ananipenda, yani tumeheshimiana sana. Na sikudanganya kama ningetaka hata bilioni 2 ningechukua pale. Unajua Mbosso anapaswa shilingi ngapi sasa? Milioni 50 shomo. Kwa katika milioni 50 kama na 60 pesa na maya langu pale milioni 30. Na kiasi usomona na shomo. Kwa maana zile 30 zangu zilikuwa nakisoma. Lakini mdogo wangu mimi nakupenda, tumeishi vizuri, uniheshimu, hatuja kugombana, hatuja kupishana. Kwa nini wewe sasa hivi ushafikia hatua ambapo unaweza kufanya jambo? Kwa nini kulete roho mbaya? Kama umeamini unaweza kuanza vizuri, sawa. Kwambia sasa basi mimi nakuuliza, na kwamba sasa yeye alikuja uko tayari Mbosso kujiza vile. Kama bro sasa nataka nifanye kama mdogo wangu. Mimi sitaki shiko mdogo wako bwana. Mimi na tumeishi vizuri, mambo mzuri kama Lava hakunifuata kuniomba mimi nataka kutoka. Nilimpigia simu Kim, nikamwambia Kim, ongea na Lava. Kama angependa naye kuanza kujisimamia, mwambie aje nimpe release. Lava ni miongoni mwa wadogo zangu ambao wanajua yeye anajua nampenda sana. Na watu wengi wanatengeneza pa mtazamo kwamba lebo ya Wasafi push si Lava. Hapana. Unajua sisi tunafanya kadri Mwenyezi Mungu atubariki. Lakini mengine ni ya Mwenyezi Mungu. Inawezekana mtu kampush kadri unavyoweza, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona hapana, natakiwa yeye hapa afu baadaye aende hivi. Hata ufanyeje? Hawezi kuwa mnachotaka nini. Ni kijana talent Lava, anaimba vizuri, yani ana juhudi, anaweza creative, anajituma. Nilikuwa niko naye nyumbani pia jana. Lava alikuwa na mara nyingi sana watu wasichokijua. Nikamwambia Kim kama Lava pia kama yuko ameisha kwa sababu anataka naye pia kujisimamia, aje ndugu wangu nitampa free release naye. Nimeshia vizuri. Haja kunivunja heshima Lava, haja kunikosea adabu. Tumeishi kwa kupendana, kwa kubebana kwenye hali na mali. Kwa kaja Lava, kazungumza naye kama ndugu wangu ninakupenda, sitaki unipende. Kama uko tayari basi nikamwambia kingine, nikamwambia licha tu hivyo, lakini kama baba yako pia nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanya project zako. Sio unanielewa? Naomba nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanyia project zako kama mchango wangu mimi kwako wewe. Tumeishi na Lava karibu miaka 8 sasa hivi. Sasa mtoza nini? Unajua kuvunja heshima, unajua kukosa adabu, unajua kwa chochote. Sasa wasanii pia hiyo waangalie, unajua hivyo makubaliano ni namna ya kuishi tu watu. Alafu tu mikataba sio issue ya big deal. Ila ukitaka kujifanya wewe kibri, watakuleta jeuri. Ndio nakuwa iko hivyo tu. Basi. Tunaomba tarehe 31, si ndio? Warehouse pale. Tuje kuangalia. Chagueni miti mnyango Inter Milan kabisa tusumbuane. Wale wa Arsenal sijui nani samani na nini. PSG mtajua. Arsenal tushatolewa. Na swali kwa